Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 5, siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari inayosema kilimo cha geuka hasara kwa mkulima, mahindi gunia la uzwa F36. Kilimo cha geuka hasara kwa wakulima, mahindi kuuzwa, gunia la uzwa F36. Lakini kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote. Kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote, na namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na wataalamu wataja siri inavyosukuma wapenzi kuuana. Wataalamu wataja siri inavyosukuma wapenzi kuuana, na bangi yabainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari inayosema kitanzi cha Ruto chagua uchaguzi 2027. Kitanzi cha Ruto uchaguzi 2027. Lakini sababu tatu za ndoa zaondoa wanafunzi vyuoni. Sababu tatu zaondoa wanafunzi vyuoni ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU. Mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini za ajira vyatajwa. Lakini wasomi waanika suluhisho la tatizo, na waajiri wanavyonasa mtego wa mikopo. Lakini mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo, linaandika panya kutumika kukabili ujangili. Panya kutumika kukabili ujangili, na viongozi wa halmashauri 39 nchini kikaangoni. Viongozi wa halmashauri 39 nchini kikaangoni. Lakini ujio wa marais sita kuibua fursa tele. Ujio wa marais sita kuibua fursa tele, na nondo za Profesa Wangwe dira 2050. Nondo za Profesa Wangwe dira 2050. Lakini Chacha asisitiza CCM kuwa karibu na wanachama. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika dira 2050 kutoka mpango hadi utekelezaji. Lakini marais ya Afrika kujadili miundombinu Dar es Salaam, na madaktari waeleza athari za kukoma hedhi. Lakini Tanzania yazoa medali mashindano ya hisabati kimataifa. Mzumbe mguu sawa PPP kuongeza mapato. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema trilioni 10 za beba uchumi. Ukwasi benki wafikia trilioni 6. BOT yatoa msimamo zawadi harusi ya Katoro. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika kiwanda cha mwani cha Manangwe kumaliza changamoto ya wakulima. Kiwanda cha mwani cha Manangwe kumaliza changamoto za wakulima. Na Dr. Mwinyi, serikali kushirikiana na jumuiya za Wiyatu Kadiria. Huyu ni Rais Mwinyi asema serikali itashirikiana na jumuiya za watu Kadiria. Lakini Dr. Khalidi aridhishwa na ujenzi wa ofisi bandari ya Fumba. Na usafiri wa mabasi ya umeme uongezwe kwa wananchi. Lakini majimbo 25 Marekani ya ushtaki utawala wa Trump. Majimbo 25 ya ushtaki utawala wa Trump. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge. Serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge. Lakini watuhumiwa wa kuflashi simu za wizi wakamatwa. Watuhumiwa wa kuflashi simu za wizi wakamatwa. Lakini kishindo mkutano wa Africa 50 kuanza leo Dar es Salaam. Kishindo cha mkutano wa Afrika 50 kuanza leo Dar es Salaam.
Macho masikio ya Afrika kwa Tanzania unafanyika mara kwanza nchini. Rais Samia kupokea wakuu wa nchi RC asema maandalizi yamekamilika. Lakini naibu waziri balozi wapongeza uhifadhi wa mazingira. Wasomi UDSM waonesha ubunifu wa hali ya juu 88. Lakini Tanzania mwenyeji wa mkutano wa 153 wa IPU. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza inaandika Afrika 50 kukutanisha marais wa 8 Dar es Salaam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Dr. Samia mgeni rasmi mkutano wa 153 IPU Arusha. Na gazeti lako la Tanzania Leo kuna habari inayosema Rais Samia akutanisha Afrika jijini Dar es Salaam, na BOT si sawa kutunza fedha kwa kuitupa chini. Lakini polisi Dar es Salaam yatangaza vita vya uhalifu, 83 wakamatwa, na Rais Samia shujaa wa kulinda umoja wa amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwananchi Huru lenye naandika TIA yajivunia kutengeneza wahitimu wenye uwezo wa kujiajiri. Lakini TADB yampongeza Rais Mwinyi, yasema maboresho mazingira ya uwekezaji Zanzibar, ameleta mapinduzi makubwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini benki hiyo imekopesha bilioni 15 kwa miradi 57 Zanzibar. Na Tanzania kunufaika na fursa za uwekezaji mkutano wa Afrika 50. Serikali ya wataka wananchi waliwale kuendelea kudumisha amani. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo linaandika taasisi ya uhasibu Tanzania yataja siri wahitimu wake wengi kuwa na uwezo wa kujiajiri. Lakini TADB yanogesha 88 Zanzibar, yaimarisha usalama wa chakula Pemba na Unguja, yawajengea uwezo wa kulima, wafugaji na wavuvi elimu ya fedha. Lakini yawanoa matumizi ya teknolojia za kisasa za uzalishaji, yawaunganisha na masoko ya hakika ndani na nje ya nchi. Lakini mkutano mkubwa wa Afrika 50 kukuza fursa za uwekezaji na miundombinu nchini Tanzania. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako Raia Mzalendo kweli na wazi lenye linaandika Waziri Sangu, serikali imedhamiria kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji. Lakini mwanafunzi wa TIA abuni mfumo wa kidijitali wa kusimamia mauzo ya biashara. Na TDB SMZ watoa ng'ombe 244 wa maziwa kwa wafugaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku Tanzania Leo linaandika mwanafunzi wa TIA abuni mzani wa AI kumkomboa mkulima. Lakini TDB kuchochea uchumi wa Unguja na Pemba, yashiriki maonyesho ya 8 Zanzibar, yakopesha shilingi bilioni 15 kwa miradi ya 57. Mradi wa wasindikaji wa uzalishaji wa maziwa waimarika. Lakini WMA yataka wananchi wa hakiki mitungi ya gesi. Na mkutano wa Afrika 50 kukuza fursa za uwekezaji na miundombinu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Dr. Mwigulu, sekta ya sukari inatufanya tutembee kifua mbele, asemwa mwenendo wake unadhalilisha uwezo wa kujitegemea, ataka sekta zingine zilige mfano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Johari awataka mawakili wa serikali kuwa wabunifu kupinga upotoshaji. Lakini Waziri Sangu, wakulima wafugaji dumisheni amani. Balozi Kombo amuaga balozi EU Dar es Salaam. Lakini Dokta kupokea maraisi 6 Afrika mkutano Dar es Salaam, kupokea maraisi 6 Afrika mkutano wa Afrika 50. Lakini Sudani Kusini yavutiwa na mfumo wa TOCCI kudhibiti ubora wa mbegu. Na Rais Samia kufungua mkutano wa mabunge duniani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Wamachinga linaandika Neo Maema kurejea Simba. Lakini Shalulile wana Yanga mtafurahi. Gor Mahia watangulia fainali Kagame Cup. Uwanja mpya wa Geita washangaza wengi.
Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Shalulile ainasa faili la Simba, Mo Dewji ashusha presha Simba. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Murtaza Mangungu, magoli wasimamisha mvutano wao kupisha timu ijiandae. Lakini Peter Shalulile, umoja wa mshikamano kati ya wachezaji, viongozi na mashabiki ndio nguzo kuu ya kutoa mataji. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Mangungu, magori mambo super Simba sasa ni nguvu moja tu kuelekea usajili Kariakoo Derby ligi kuu. Lakini Simba Yanga kuanzia raundi ya kwanza CAF CL. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika FFU mabingwa bonanza la michezo kusini Unguja, Yanga yatua Kahama kwa kishindo, KVZ yatoa taji la 6 netball. Lakini uongozi Simba watoa maamuzi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Gor Mahia yatinga fainali Kagame, Yanga yafunga usajili wa beki Kisiki Komara. Lakini Simba sasa watulizana, Mkwasa Samata bado wanaweza Stars. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Yanga ni fulu shangwe, Simba wafunika kombe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, huku gazeti lako la Nipashe linaandika shinikizo la mzidia Infantino. Hiyo ni habari ya kimataifa. Lakini sababu za taifa kukosa golikipa bora za tajwa na Shalulile kuipaisha Yanga kimataifa. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika mwamba huyu hapa aweka rekodi mpya, Yanga ana madeni mawili tu. Lakini Simba Day 2026 Jumamosi Agosti 8. Mo Dewji afunguka safari yake ya kuwekeza mabilioni Simba. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.